Kwenye video iliyopita tulifanikiwa kuinstall VirtualBox katika kompyuta zetu, lakini swali ambalo limebaki ni kwamba tunaitumiaje hii VirtualBox. Kwenye video hii nitakuonesha jinsi ya kutengeneza kwa mara ya kwanza virtual machine yako ambayo ndio msingi wa kuinstall Kali Linux ama Ubuntu ama operating system yoyote ile nyingine. Kama bado haujatazama video iliyopita namna ya kuinstall VirtualBox, nikwambie tukatazame video hiyo ili na wewe ufanikiwe kudownload na kuinstall VirtualBox na kuja kuendelea na hatua hii ambayo leo tunaipiga. Kwa sababu hapa leo tunaanza moja kwa moja hatua inayofuata. Hatutoweza kurudia kile ambacho tumekifanya katika video iliyopita. So kama bado hujatazama, nikwambie tu video ipo, nenda katazame kisha uje kuendelea na video hii ya leo ambayo tutakwenda kuona jinsi ya kutengeneza virtual machine. Kabla hatujaanza kutengeneza virtual machine, kwanza tunatakiwa tuweze kuelewa hiyo virtual machine ni nini, japo kwa ufupi. Kwa kuanzia leo fahamu kwamba virtual machine ama VM ni kama kompyuta ya pili ndani ya kompyuta yako, ambayo ina RAM yake, ina storage yake, ina system yake, lakini yote hayo yanaendeshwa ndani ya hii software ya VirtualBox. So namna gani ya kuweza kutengeneza hiyo virtual machine utakapofungua VirtualBox yako ni very simple. Ukija huku pembeni kuna hizi icon mbalimbali kwa sasa. Ukihover unapatiwa majina yake, lakini sisi kwa muda huu hatuzihitaji. Utakuja hapa juu katika menu hii inayosomeka machine. Utaklik hapa na utaklik new. Ama unaweza kuklik new hapa moja kwa moja. Kwa utaklik machine, control N ni keyboard shortcut, click new, itafunguka hii box hapa, hii window inaonekana hivi kama ya kwangu. Then kuna setting, kuna vitu kadhaa ambavyo tutahitajika kuvijaza hapa. Kitu cha kwanza ni kuweza kuweka jina la virtual machine yako. Kwa mfano, mimi nitaandika hapa Kali Linux, ndio jina la hii virtual machine yangu. And then hivi vingine achana na hapo, by default virtual machine folder wacha hilo hilo, lakini vile vile ISO image kwa sasa hatutoweza kuweka chochote hapa, bado hatupo nayo hii ISO image. Tutakuja kuonyesha ni kitu gani na inapatikana wapi. Lakini vile vile operating system chagua Linux, kwa vile sisi tunakwenda kuingiza Kali Linux katika hii virtual machine yetu tunayotengeneza. Operating system ndio hiyo. Lakini pia operating system distribution, kwa vile tunakuja kuingiza Kali Linux, chagua Debian, ndio distribution ya Kali Linux. Then baada ya hapo settings hizi za hapa zinajitosheleza. Sehemu ambazo sijajaza wacha hivyo hivyo na wewe usijaze. Kisha utakuja katika kuspecify virtual hardware, ambapo hapo utatakiwa kuset RAM ambayo unahitaji kutumia katika hii virtual machine yako ambayo unaitengeneza. Okay? Kama kompyuta yako ina RAM ndogo, unaweza kuweka hiyo hiyo 2GB default ambayo imekaa hapa. Lakini kama una RAM kubwa japo kidogo, ni vizuri kuweka 4GB ili basi hii system iwe smooth. Okay? Kwa mimi nitaweka hapa 4GB. Okay, 4GB inakuwa vipi? Hapa ndo 4GB. Kwa wale ambao wafahamu 4GB unaweza kuchukua 1GB ni sawa sawa na MB hizi hapa. Kama ni hivyo, kwa hiyo hizi ukizi times mara 4 unapata hii GB 4 ambayo ni MB 1496. Okay? Kama ni hivyo, kwa mimi hapa nitakuja nitaandika tu 1496. Ndio itakuwa GB 4 hiyo. Na CPU wacha tuweze kusogeza hapa tupate angalau 3 or let's say tupate 4. Mimi nipo na CPU ina 8 hii, kwa hiyo utaangalia kuna nyingine zina 16, kuna kompyuta kubwa. So utachagua kulingana na mashine yako kubwa yake. Kama ni ndogo tu pengine ina 4, wewe nenda na 2 ama 1 tu inatosha. Then baada ya hapo katika issue ya virtual hardware inatosha. Njoo zako katika kuspecify virtual hard disk. So utafungua hapo na hard disk file location size, acha hivyo hivyo default disk size. Utaseti hapa disk size. Kama disk yako ina storage ya kutosha, basi unaweza kuweka GB 30 na kuendelea. Kama size ya storage yako ni ndogo, basi angalau GB 20 ambayo default inakuwa selected hapo, unaweza kuacha hiyo hiyo. Lakini wacha mimi niende na 30. 30. Then baada ya hapo inakwambia hiyo diski yako upo na diski za GB ngapi. Mimi hapa mfano naona terabyte 2. So baada ya hapo VDI
acha kama ilivyo. Kama kuna nyingine huku chagua hii VDI, Virtual Box Disk Image. Tutakuwa tumemaliza hapo, hakuna mambo mengi, just ni kuseti tu vitu hivyo kwanza, tayari kwa ajili ya kuendelea na hatua nyingine. Virtual machine yetu simple tutakuwa tumeweza kukamilisha hapo, then click finish na tayari utaona imefunguka kama hivi. Hii ndio virtual machine ambayo tumetoka kuitengeneza. Kuna maelezo kuhusiana na hii virtual machine ambayo tumetoka kuitengeneza hapa. Okay, processor ngapi, operating system, jina la virtual machine yetu, RAM ngapi tumelipa, boot order inaonekana hapo. Then kuna vitu kadhaa ambavyo tutakuja kuvigusia kila tutakapokuwa tunaendelea na playlist hii. Lakini leo tambua tumeshaweza kutengeneza virtual machine yetu kwa mara ya kwanza. Na kama ya kwako pia inaonekana kama hivi mimi, basi tambua umefanikiwa kutengeneza virtual machine. Hapa sasa hivi ipo off na virtual machine yetu hii kwa sasa ni tupo, haina operating system yoyote. Tutakuja kuingiza Kali Linux, nategemea itakuwa ni video ambayo inafuata. So kama kuna sehemu umekwama, unaweza ukaniambia katika sehemu ya comment hapo, tukaja kusaidiana na kuona tatizo gani ambalo umekutana nalo, lakini sitegemei kama kuna mtu ameweza kushindwa kufuata hatua ambazo nimeweza kufahamisha hapa. Huko pembeni unaona sasa hivi imeongezeka hii icon ya machine, tayari tupo na virtual machine yetu tuliyotengeneza hapa. Unaweza kutengeneza virtual machine nyingine kwa ajili pengine ya Ubuntu, nyingine kwa ajili pengine ya Fedora. Hivyo unaweza kutengeneza zaidi ya virtual machine moja hapa na ukawa na operating system ndani ya operating system. Maana hapa tupo na Windows kompyuta yetu, lakini ndani yake tuko na virtual box hii ambayo ndani yake imebeba operating system ya Kali Linux. Bado hatujaingiza, lakini tutakuja kuoneshana. Kwenye video inayofuata tutakwenda kuchukua hatua moja kubwa zaidi. Hatua gani hiyo? Tutakwenda kuanza kuinstall Kali Linux ndani ya hii virtual machine tuliyoitengeneza hapa, na hapo ndipo safari yetu inaanza rasmi. Kama umefika hadi hapa, hakikisha uondoke bila ya kulike video hii. Una maoni, una swali lolote, niambie katika sehemu ya comment, na nategemea umesha subscribe channel yangu ya YouTube. Kama bado, hakikisha una subscribe na kugonga alama kengele ili uendelee kujifunza na kupata mwongozo kupitia video mbalimbali ambazo nimekuwa nikishare hapa katika channel yangu ya YouTube. Asanteni sana, tukutane wakati mwingine.